kupitia amani ya Roho Mtakatifu ndani yake, Roho husema kwamba kile kitu ni sahihi au sio sahihi. Kuokoka ni kuongozwa na Roho. Hebu sema hayo maneno. Sema basi hayo maneno. Kuokoka ni kuongozwa na Roho. Mimi naamini hata nikianza kuwauliza hao walimu walioko hapa, wengine wao walikuwa wachungaji, si ndio wapendwa na walimu wengine wanaacha makanisa mazuri, anakubali kuja kuwa mwalimu, wakae tu mahali pamoja afanye kazi ya kufundisha watu. Nikimuuliza nini kilichotokea, atakwambia Roho aliniambia. Roho akaniambia acha unachofanya, nenda kafanye kile ambacho nataka ukafanye. Inawezekana unaacha kidogo, unaacha kikubwa, unaenda kwenye kidogo, lakini kumtii Roho ni kwa lazima. Mbona usemi amen? Roho anaweza kusema na wewe mambo mengi kwa habari ya kanisa lako, kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya ndoa yako, lakini huwezi kuongozwa na Roho ambaye una. Nasema wewe umejazwa Roho Mtakatifu na unaye, na umempa nafasi ya kutosha anayotakiwa awe nayo ndani yako, ndio unayoweza ukaongozwa na Roho. Mbona usemi basi amina? Amina. Jambo la pili nikasema, sifa ya mtu ya pili ya huyu mtu ni mtu ambaye anapenda, ana kiu ya kuifanya kazi ya Mungu, anatamani kuona Mungu anatawala, ni mshuhudiaji sana huyu mtu, lakini kazi mbalimbali za Mungu anazishiriki, iwe ni kwa nguvu zake mwenyewe au kwa kuwezesha kwa fedha zake au kwa kuombea wale wanaokwenda kufanya. Lakini mtu aliyeokoka, yani Pentekoste, anashabikia kuona kazi ya Mungu inaenda. Ushabiki unaopatikana ndani yako baada ya kuokoka na kujazwa Roho Mtakatifu kwa habari ya kazi ya Mungu ni mkubwa kuliko ushabiki ule wa kuwa mshabiki wa Simba au kuwa mshabiki wa Yanga. Jamani, kuna siku nilikuwa natokea kwenye shughuli zangu huko Kuimba huko Mwamashimba, napita barabara fulani nije nikatokea Misungwi. Sasa ni mbali sana, almost kilomita 60 kutoka kwenye mji wa Misungwi. Nikakuta pamejengwa bango fulani kubwa la Simba na Yanga, zuri sana kuliko hata huko mjini. Sasa nilisimama kwa sababu ya mvua, tulikuwa tunatumia pikipiki. Nikamuuliza mtu mmoja, nani amejenga hii? Akasema si mashabiki wa Yanga. Nikamuuliza wametoka, akasema wao huku wengi sana. Nani aliwaletea hela? Wenyewe wanajichanganya, ukiwakuta hapa wewe hautaamini. Mtu yuko tayari kufa kwa ajili ya timu. Unanielewa jamani? Anatamani kuona Yanga inashinda. Hata akiambiwa toa hela anatoa, chochote anafanya. Yanga kushinda haikuongezei chochote, lakini mtu yuko tayari hata kuweka rehani hata nyumba yake. Mtu mmoja mshabiki nikawa anamwangalia kwenye vyombo vya habari, anabishana kati ya Simba na Yanga, anamwambia watu kama Simba atamfunga Yanga, mimi nitamtoa, mchukueni mke wangu. Wajamaa akamwambia basi na atashindwa. Bahati mbaya siku ile kweli Yanga ikashindwa. Alafu washabiki wa Simba na nizamu wakaenda kwa maandamano zaidi ya watu 200 nyumbani kwa yule mshabiki. Yule jamaa aliokolewa na mwenyekiti wa mtaa. Mwenyekiti wa mtaa ndiye aliyemsaidia akaokoka, akafuta ile message, lakini alikuwa ameshaingia kwenye hatari. Sasa kama mtu anaweza kushabikia mwovu aliyekufa kwa kiwango hicho, mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, utakuwa mshabiki wa ile kazi ya Kristo kwa nguvu kuliko wale watu. Jamani, haleluya! Tukisema tunakwenda kwenye Injili, nguvu moja. Tukisema tunakwenda kwenye kushuhudia, nguvu moja. Tukisema tunajenga kanisa, nguvu moja. Tukisema tunataka tufanye kitu fulani kwa ajili ya Kristo, nguvu moja. Huo ni upande wa kwanza. Upande wa pili, tunalo jukumu la pamoja tulilopewa, ambalo kila mtu amegawiwa kwa kiwango kinacholingana, kwamba sisi wote ni washuhudiaji. Yesu akatuagiza, nendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa mtu aliyookoka anatamani kila mtu aokoke. Sema jamani basi amen. Kwa hiyo anatenga muda wake kimaalum sana kuhakikisha ya kwamba kuna watu wanaomjia Kristo kupitia jasho lake. Nikumwambia neno moja, haitoshi kufurahia kwamba kanisa letu linaongezeka. Jiulize swali, katika hao wanaoongezeka wewe una asilimia ngapi ya watu uliowaleta? Kama kanisa linaongezeka lakini wewe huna yeyote uliyomleta, ili ongezeko halina baraka yoyote kwako. Yaani wewe ni kama kibao kinachoelekeza mahali, huna chochote unachopata. Ili ukue na kanisa lako, kukua kwa kanisa kuwa na baraka binafsi kwako, hakikisha kanisa halikui bila wewe kuwepo na mkono wako na jitihada zako. Kama kuna watu 50, basi angalau 2, 3, 4 wawe wa kwako katika jina la Yesu. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Kanisani kwangu nimewaambia
mwaka huu tunaita mwaka wa watu, na moja ya sera ninayokuja nayo nitakutambua kama mshirika kwa kuangalia umemleta nani kanisani. Maana ambao hawaleti watu kanisani ndio wanaofukuzana watu kanisani. Tunawajua jamani, yaani kama wewe uzai basi mtaalamu wa kuua. Kama wewe hufanyi chochote, shetani atakupa kazi ya kusengenya na kuanza kufanya vitu vingine vya ovyo ovyo. But if you are busy for the Lord, yaani ukiwa busy kwa ajili ya Bwana, shetani hana muda na wewe, maana muda wako umejaa. Basi nisema basi amen. Nikasema namba ya 3, mtu yoyote aliyeokoka anachukia dhambi automatically, anachukia dhambi tu, kama mstaarabu mwenye pua zinavyopumua anavyochukia uchafu. Jamani, nilitoa mfano jana, naomba nitoe mwingine leo mpya. Ukimkuta mtu amekaa pembeni ya kinyesi fresh kabisa kiko pale, alafu ukifika hapo wewe unasikia harufu imetapakaa, lakini yeye amekaa pale muda kama mtu aliyekaa bichi, eti utamwonaje? Haleluya! Sasa bwana, mnaniacha peke yangu. Mtu wa namna hiyo utamwonaje jamani? Yuko sawa sawa Yuko sawa sawa? Utamwitaje? Na kitu kimefiatuka kichwani. Hata kama wewe ni profesa, kama una akili, utasema huyu jamaa yuko abnormal, sio wa kawaida. Maana kwa kawaida binadamu haendani na uchafu. Sasa ukishaokoka, ile nguvu ya Kristo, ile wito wa Roho Mtakatifu ndani yako, ule msukumo wa Roho unakufanya unakuwa anti-uchafu, anti-dhambi. Dhambi haina nafasi ndani yako. Ikiingia ndani yako kwa bahati mbaya, utapambana kwa gharama yoyote mpaka uitoe. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Utatubu, utaungama, utatafuta ushauri wa mchungaji wako kuhakikisha kwamba amani ya Mungu inarejea ndani yako tena. Niseme haya maneno kama mchungaji mtu mzima tu. Wakati mwingine kutenda dhambi haliwi jambo la ajabu sana. Linakuja kuwa jambo la ajabu pale unapotenda dhambi, alafu unasikia sawa kuendelea kubakia katika kutenda dhambi, na bado unataka tupige Pentekoste. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Mtu akijitoa akaruka kwenye dhambi, utagundua kwamba ni Pentekoste kwa zile jitihada zake mwenyewe za kutafuta kujitakasa, kuiondoa ile dhambi iondoke ndani yake. Na kama hakuna jitihada yoyote ya kuiondoa ile dhambi, yaani unajisikia fresh, mimi ruhusu tu niseme ya kwamba huo upentekoste wako umefubaa tayari. Adui ameshakutenda kwa ujanja, lazima uangalie sawa sawa. Niambie basi jamani, amen. Sema basi amen. Nikasema pia Pentekoste wa kweli ni mtu ambaye ana interest katika ushirika, anapenda ushirika. Yaani unapookoka tu namna hii, moja ya kitu kinachoingia ndani yako ni kutafuta mahali kuliko na walokole wenzako. Yaani mtu aliyeokoka ambaye Roho Mtakatifu yuko ndani yake na na ile nguvu ya Roho Mtakatifu iko fresh kwake. Yaani huyu mtu jamani, halazimishi kwenda kanisani, hasubui wachungaji kumuuliza ulikuwa wapi. Yeye mwenyewe anataka kuja hapa. Kuna dada mmoja pale kanisani kwangu, tena kanisa letu bado tunajenga, wala sio zuri kama hivi la kweli. Unanielewa jamani? Yule dada anasemaga yeye kila siku lazima afike kanisani, hata yule yuko ya kanisa tu. Nikasema sijamwambia, lakini nikasema kiroro, huyu ni mlokole sasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana kama hajaja kwaya atakuja kwenye kipindi cha wamama, kama hajaja kwenye kipindi cha wamama atakuja kwenye Bible study au kipindi cha maombi. Kama hakuna maombi, mume wake kwa anakujaga sile, kwa hiyo atakuja tu sile pale na yeye, kama anamsindikiza mume wake, ila anafurahi tu akifika kanisani akipaona, na anafurahi kuonana na walokole. Yaani mtu aliyookoka, ushirika ni kipaumbele chake. Hebu mtu anayeelewa jamani aseme amen. Jamani, walevi, unafahamu walevi? Yaani kuna mlevi hawezi kuacha kwenda baa hata dakika 5 tu, akafika tu pale apige story na washikaji ili ndio siku iende. Vile vilabu vya kienyeji vina watu ambao wasipofika kilabuni siku hiyo ni hasara. Yaani hata wataenda kama wale hata kama wanaenda wapewe pombe ya bure. Mtu aliyookoka anapenda ushirika na kanisa, ana ushirika na Mungu kwanza kwa maana ya maisha matakatifu, ana ushirika na kanisa lake. Kile kinachotokea na yeye anashiriki, lakini yupo utamuona, halazimishwi, maana kanisa liko moyoni mwake na ana ushirika na Wakristo wenzake. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Nilikuta umeokoka, lakini wewe uko kama ulivyo peke yako, mambo yako ni ya kimambo yako tu. Kanisani unaenda siku ukitaka,
Au ukija ni mpaka Shabasi ampigie simu, alio mpendwa Joe, leo kuna mwimbaji mpya, ikapanda ikishuka, wewe umeshakuwa feki, wewe ni boya. Yaani wewe ni bure la katika ile nani ya kilokori ile ya Pentekoste. Kuna dhambi zimekatika ndani yako. Aliye mzima anapenda tu yani kuwepo nyumbani mwa Bwana. Anapenda ushirika na Mungu wa mbinguni, anapenda ushirika na Wapentekoste wenzake. Akiona fulani ajaja atampigia simu, "Nani mbona sijakuona leo mpendwa?" Yaani asikira kuwa peke yake. Hii ndio inaitwa Upentekoste. Hebu sema Upentekoste. Upentekoste sio jina. Upentekoste ni nguvu inayokaa ndani ya mtu. Na ikikaa ndani yako inaleta mapokeo katika jina la Yesu. Kama ile matokeo hayapo, hata ungeniambia unanena kwa lugha, mimi nitakataa. Maana kuna kunena kwa mazoea na kuna kunena kwa kujifunza kutoka kwa wenzako. Yaani sio roho. Mtu mwingine ameshachoka kuombewa, maana hana hajajenga mazingira ya kujazwa roho. Kwa hiyo sasa akiona watu wananena ni mwaka wa pili hajajazwa, anatengeneza roho fake. Na hili na yeye hawa ananenaga. Kwa hiyo anasikiliza ananenaje? Kwa hiyo yana karibu hiyo ndio ya kwa kila akinena kwa lugha utasikia una mafuta bana. Nikikaa na wewe ndani, kama unanena kwa roho utajua hii ni roho. Kama ni fake utajua hii ni fake. Ila tuambiane, maana tunaogopa kufanikishana. Ila nakuonya usipoteze muda. Roho yuko, vao original, badilika, ishi kama Bwana anavyotaka. Bwana basi tuseme amina. Amen. Namba ya mwisho niliyoongea nikasema huyu mtu aliyookoka anaishi katika roho ambaye ni Pentekoste, anaishi katika roho ya maombi na maombezi. Hebu sema maombi na maombezi. Yaani mtu ambaye ni Pentekoste original, kuomba si kitu cha kulazimishwa. Yaani tatizo la walokole original wengi ni anaomba anakutimiza. Umeshanielewa? Yaani anaomba mpaka anakuwa kero. Ukimwambia ombea chakula, Baba katika jina la Yesu, ataanza dakika 5 kushukuru, dakika 5 kukemea mapepo, dakika 5 sio kufanya nini, nusu saa anaombeaga tu ngale mbele mpendo. Wewe unaomba kidogo tu, wewe ndio ukaombe sana. Hii ndio shida tulionayo kwa Pentecost original tunawafundisha. Lakini huombi, unalala kuanzia saa 1 mpaka saa 1. Unatembea na shule kuanzia saa 1 mchana mpaka ile jioni. Kaka naomba tu nikwambie, mimi sinaondoka hata kama unipendi. Mimi sinaenda kwangu tu kesho kutwa, lakini nikwambie tu kweli huu. Upentekoste wako umefubaa, umeharibika. Ndani ya mtu aliyookoka kuna kitu cha maombi. Ana ratiba yake binafsi ya maombi. Kanisani ukitangaza maombi yeye ni wa kwanza. Haitaji mjadala. Na ukimvuruga utashangaa yule ameshaanza kuomba. Kwa nini? Kwa sababu ukishaokoka Roho Mtakatifu anakuwekea ile nguvu ya maombi ndani yako. Maana moja ya kazi ya Roho ni kukusaidia katika kuomba. Uwe muombaji. Mtu ambaye aombi maana yake alisha expire. Maombi ni moja ya zile nguvu tutakazozungumza. Kwa sitaki niingie kwa ndani sana, maana nitazungumzia baadaye katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nikasema tunapomwadhimisha huyu Yesu aliyekufa na kufufuka katika hili juma muhimu sana la Kwaresma, juma la Pasaka, hebu tujadili yale mambo ambayo yanamweka Yesu aweze kukaa ndani yetu, maana ni faida ambayo haitakaa itoke kwetu katika jina la Yesu. Hatuhitaji kufanya maigizo katika wakati huu, maana huu ni wakati ambao kanisa linahitaji kujipima na kujitathmini. Kama kuna mahali ambapo kuna shida, lianze kwa upya katika jina la Yesu Kristo. Jamani, haleluya. Sasa kuna kitu kidogo nataka nifanye ili niweze kuanza sasa kugusa yale mambo ya msingi, baada tujamaliza ule utangulizi wetu. Naomba nimalizie, maana huu utangulizi nisipoumalizia, hata nikikutajia yale mambo yatakuwa yanapita tu hewani, hayatakuwa na maana kwako. Lakini tukienda vizuri hapo kwenye utangulizi, hata nikisema kwa siku moja utanikubali na utajua ya kwamba inatuhitaji sisi kama Wapentekoste, hasa katika kipindi chetu katika jina la Yesu. Kama hujapazika bado sema amina. Na nataka nizungumze tena kwa haraka na nitamalizia hapa kipengele ninachokiita changamoto zinazomkabili Kristo Pentekoste katika nyakati zetu. Changamoto zinazomkabili Kristo Pentekoste katika nyakati zetu. Hebu sema kwa sauti hilo neno. Katika nyakati zetu. Sema basi kwa sauti jamani. Changamoto zinazomkabili Pentekoste katika nyakati zetu. Sasa naomba unisikilize kuliko ulivyowahi kusikiliza siku yoyote. Kwa kawaida
ukweli usiopingika ni kwamba imani ya Kipentekoste, mtu anapovalishwa hiyo imani kwa namna na kiwango kinachotakiwa, ndio imani pekee iliyo hai hapa duniani. Naomba nizungumze hivyo kama mzalendo wa Pentekoste. Nisikilize vizuri. Shetani anajua kwa uhakika mtu anapotoka kuwa mtu wa kawaida akawa Pentekoste, kwa kadiri anavyoukulia Pentekoste, huyo mtu anakuwa hatari sana kwa ufalme wa Shetani. Mshanielewa? Kwa Shetani anakuwai, anatengeneza vita, mkakati wa kuua au kudhoofisha ule Pentekoste ndani yako mapema kabla hujashika mizizi. Na kuna mtu aliyewahi kuokoka kwa kumaanisha akawa salama. Unapookoka, kusimama imara katika Pentekoste ni ile kujipanga kushinda changamoto. Hakuna uokovu rahisi. Uokovu rahisi ni feki. Yesu anasema kwenye Injili ya Yohana, kama wameupenda hivi mti mbichi, vipi kwa ajili ya ninyi mti mkavu? Mahali pengine anazungumza, anasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo unapoamua kuwa Pentekoste, maana yake unaamua kupambana vita kinyume cha Shetani, na kushinda ni hakika kusimama. Maana Roho wa Bwana huyu anayesema habari zake atakuwepo kupigana upande wako, na katika jina la Yesu unashinda hata kabla hujaanza kupigana. Kumbuka basi namna hii, sema amen. Lakini sio rahisi. Hebu geuke mwenzako mwambie sio rahisi. Hii inaitwa njia nyembamba, wapendwa. Tumeshanielewa, na wengi yao ni wachache. Ukiona ile njia pana ambayo ni rahisi, yaani rahisi tu, sio yenyewe, inaitwa njia pana, na wengi yao ni wengi na wanaenda upotevuni. Lakini kuwa Pentekoste ni kukaa upande wa watu kukushangaa, upande wa kusimangwa, upande wa kupingwa, upande wa kuonewa, na unatakiwa upambane mpaka haya yote yaishe, maana yanatengenezwa na Shetani ili kufanya mazingira wewe kuendelea kumwamini Kristo na kuishi kwenye uokovu iwe ngumu. Lakini Yesu alipima na akaachilia uweza ambao kwa uweza ule tukitembea katika ule mstari, hata ungekuwa ugumu kiasi gani, kushinda ni hakika katika jina la Yesu. Mara nyingi nawauliza watu wanaoshindwa, nini kimekutokea mwanangu? Mchungaji, Shetani tu. Mchungaji, Shetani yupo. Mchungaji, Shetani ni mgumu. Acha ujinga. Shetani alikuwepo kabla hata kanisa lilianza. Na Yesu alipokuwa anaanza kanisa alikuwa Shetani yupo, lakini aliweka utaratibu ili Shetani kuangushwa, na aliponda kwanza akamwachilia kiwango kidogo ambacho huyo Shetani hawezi kusurvive. Yaani ameacha kiwango ambacho tunaweza kushinda, na hadi kwako isipokuwa ameruhusiwa, na anaruhusiwa kwa kiwango ambacho wewe unaweza kukabiliana naye. Kwa kushinda ni uhakika katika jina la Yesu Kristo. Sema basi jamani, amen. Sasa siwezi kuingia ndani nikamaliza changamoto zote, nasitaja tu ili angalau niguse katika yale mambo ninayotaka kuyazungumza moja siku ya leo. Jambo la kwanza, nirudie kwanza, changamoto za kiimani kwa Pentekoste zinatofautiana kutoka kipindi mpaka kipindi. Jamani, unanielewa? Wakati mimi ninaokoka, jaribu niliokuwa mlangoni kubwa kabisa ni kufukuzwa nyumbani. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Nikiwa kijana mdogo, najua nikishaokoka mimi natokea Kilimanjaro. Jamani, kwa kabila langu mimi ni Mkibosho. Asilimia zaidi ya 90 ya Wakibosho ni Wakatoliki. Kwa hiyo kuwa kinyume na Katoliki ni zaidi ya kuwa kichaa. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Angalau leo wokovu umeingia. Yaani bora mtu aliyenyea kuliko mtu ambaye anabadilisha dini akawa dini nyingine. Kwa mimi nilipookoka nimefukuzwa nyumbani, nikalala nje. Miaka ile hata eneo kule mtaani kulikuwa hamna umeme. Yaani ni giza ambalo hujawahi kuona. Kijana wa miaka 23, 24. Nimelala nje mimi na kagodoro kangu kale nilikosoma nako form 4 kale. Unanielewa? Zaidi ya miezi mitatu. Leo nalala hapo, kesho nalala pale, kesho kutwa unalala hapo. Namshukuru Mungu kwa ile miezi mitatu kulikuwa hamna mvua. Pakinyesha manyunyu nakaa pembeni ya ukuta. Mama yangu ananiambia, "Kwa nini unateseka hivi?" Siku moja mama yangu anatoka nje. Maana sisi nyumba zetu za zamani kule kwetu bado maendeleo hayajaja. Choo unakifuata nje. Sasa mama yangu anatoka nje, siku nimelala karibu na mlango akanikanyaga. Badala kuniambia hata bora ananiuliza, "Wewe unakuwa mjinga namna hii tunatokana na wenzako. Kwa nini usikubali tu kalala ndani kama watu wengine?" Nikamwambia sio kwa habari ya Yesu.
na nililala nje. Baada ya miezi mitatu ndio Mungu akafungua mlango wa mimi mahali pa kulala katika jina la Yesu Kristo. Nimepigika vibao, ungekuwa vinabaki ungeona zile maturi ya alama zangu. Nimenyang'anywaga haki zangu. Kule kimoshi cha mtu kunyima ni kiamba, na kiamba wakachukua. Baadaye baba yangu alikuja akanirudishia kwa mahakama na akawafukuza wale watu wakanirudishia baadaye, lakini ni baada karibu miaka 20 tangu nilipokuwa nimenyang'anywa, na nilishaachana navyo na nisikuwa tena na interest. Na hata leo nina mashamba niliyonunua kwa hela zangu labda mara 10 yale mashamba ya baba yangu ambayo angeweza akanipa, na kile cha kwangu tayari ninacho, walishanirudishiaga kipo pale. Kuna mtu nimemwazima akitumia kule Kilimanjaro. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuuliza unaokoka, utazikwa wapi? Unaenda kwenye dini ambayo haina makaburi, maana Katoliki wana makaburi yao. Unaokoka, utaoa nani? Mama mmoja akaniambia, mwanangu unakubali kuokoka, utaoa nani? Kama si utaoa msichana. Akaniambia kuwa msichana nisingekubali unioe. Nikamwambia ni kweli nisingekuoa, maana wewe hujaokoka, mimi sio watu ambao hawajaokoka. Nilitamani siku nilipooa yule mama angekuwepo ili aione harusi yangu, na haina msichana niliyemuoa mzuri kuliko yeye. Kama ni Bwana Yesu, ambaye ni mama wa watoto wangu 5, watoto ambao wako sawasawa, ukiangalia ni watoto wa mtu, kwa sababu Mungu hajawahi kumwacha aliyemkimbilia katika jina la Yesu. Hakuna hasara ya kwenda na huyu Yesu. Hasara ni kukaa na Yesu kimagumashi, kiusani. Umeokoka bado hujaokoka, yaani umechungulia huko nje ndani na nje. Ukiingia kwa Yesu jumla, lazima ubadilike Bwana, lazima kuwa na historia. Lazima Yesu wafanye kitu wawashangaze wale wanaokunyosha kwenda kukupinga. Kwa nini leo wokovu unabadilika? Maana kuna namba kubwa ya Wapentekoste ambao ni wapenda kote, hawajaokoka. Yaani kanisani Bwana asifiwe, wakiwa mtaani Bwana aviziwe. If we need a business, ukiamua kabisa kuokoka kutoka ndani, mimi nasema huyu Mungu mwokozi ni Mungu anayebadilisha, anafanya mnyonge kuwa shujaa, anamfanya mtu asiyetajwa akatajwa. Nisikilize, haiwezekani ukabaki vile vile ulivyokuwa, hata kama hujawahi kusoma, hata kama ulifanya na 7. Mungu ukimfuata hivi kwa kumaanisha ukaingia kichwa kwake, lazima afanye kitu katika jina la Yesu. Hautakufa mjinga, na hii ndio faida ya kuokoka. Jamani, haleluya. Sasa hivi ukiokoka, ajenda ya kufukuzwa nyumbani haipo tena, si ndio wapendwa? Unaitwa tu mjinga, lakini shetani sio kwamba ameacha vita, ila amebadilisha. Siku hizi anatenda kwa akili, anaua vile vitu vya muhimu kwenye uokovu. Kwa hiyo unabaki kusema nimeokoka, lakini huna chochote kinachohusu nini jamani? Uokovu. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Na katika siku ambazo uokovu uko kwenye hali ngumu, ni sasa kuliko hata zamani. Katika ule wakati ninaokueleza mimi, mtu aliyeokoka alikuwa ameokoka kabisa, na ambaye hajaokoka hajaokoka. Maana kuokoka ilikuwa ni kama kukubali kufa. Tulikuwa tunaamua, tulikuwa tufanyaje utani. Haleluya wapendwa. Lakini sasa hivi unaokoka, unapewa hongera. Tunapewa hongera unaokoka. Ndio ujinga. Ndio maana tuna majitu mengi yaliyopoa kanisani. Unaokoka unapewa hongera mama. Itaidi. Nasa mtu aliyeokoka amebadilisha kanisa la kuabudia. Ametoka tu Anglikana akaja TAG. Ametoka KKT tu akajiunga na kanisa fulani la kiroho. Lakini ndani ile mekanizmu haijabadilika. Kuokoka ni kubadilika. Tito anasema, Paulo anasema kwenye kitabu cha Tito, kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Maana ya kuokoka ni kuwa na nguvu ya kukataa ubaya na tamaa za kidunia, kuishi maisha ya utauwa na maisha matakatifu. Tunataka tuone kitu kilichobadilika ndani yako baada ya kuokoka, na utamuona Bwana ukiishi hivyo katika jina la Yesu. Sasa usipojua maeneo ambayo Ibilisi anayashambulia sasa hivi, unaweza kudhani umeokoka maana unahudhuria kanisani na mchungaji anakujua na shemasi amepandwa kwenye kitabu chake, hadi ikatosha kwa wale kwamba umeokoka. Lakini kuokoka ni zaidi hapo. Unataka uangalie zile changamoto mahali zilipo na usijiepushe nazo, ili uweze kupata level nyingine ya kuokoka. Sema jamani, basi amina. Namba moja, changamoto namba moja ni kile ambacho mimi ninakiita roho ya mazoea. Hebu sema hayo maneno. Kaka, mbona usemi? Sema basi kwa sauti. Roho ya mazoea ni moja ya
kwa kasi. Kitu chochote ukikizoea kinapoteza nguvu. Mbona usemi amen? Hata mume ukimzoea nyumbani anakosa ile nguvu ya ubaba. Sasa Mungu ukimzoea ni mbaya kuliko kitu kingine chochote. Ili Mungu uone matokeo ya kuwa na Mungu ndani yako, cha kwanza unatakiwa mara zote unapotaja Mungu kasogea mbele zake, umtaje kwa hofu na kutetemeka. Kwa namna hiyo kama ulivyokuwa umeokoka siku zile, katika jina la Yesu. Nataka kuambia mtu mmoja, usimzoee Mungu. Sema basi kwa sauti jamani. Kwenye Agano la Kale Mungu anazungumza, anasema usilitaje ule jina la Bwana Mungu wako. Kutaja tu. Hebu sema kutaja. Unasema haki ya Mungu tayari nakwambia wewe unaenda pabaya. Maana Mungu atakaki mazoea. Sasa kuna hali fulani ya watu kumzoea Mungu sana, ambayo imeleta kutoa usiku kwa kawaida ndani ya kanisa. Hebu mtu anayeelewa aseme amen. Wamezoea kuhudhuria ibadani, wamezoea maombi, wamezoea kusoma neno, wamezoea maombi. Kwa hiyo hata mhubiri ya Kikristo hizi hawaangaiki. Leo sio kitu cha ajabu kusikia mtu yuko kanisani, mhubiri anahubiri hapa kwa upako kabisa, yeye anaangalia anachati kwenye simu. Kusema pepo. Sema basi kwa sauti. Sema basi kwa sauti. Ukikuwa mtu mmoja kanisani hapo anapenda msaidie tu kwa pesa kushinde pepo. Maana si kitu cha kawaida. Jamani, hata akisimama Mama Samia, mwanamke wa mzee Mzanzibar pale, ambaye ndio anakuwa anakufa. Akaja akasimama hapa na tu rais anaongea, ukiongea na simu hapa mbele wakati anaongea, anaweza kusitisha hotuba ukachukuliwa na wasuku kulingana kwa potea. Hivi ni sawa au sio sawa? Mama Samia tunapendi. Sasa wewe unaweza ukafanya vitu vingine kabisa kanisani, wakati Mungu anataka ufanye kitu kingine na unatamani Mungu amchekee. Unatamani yule Mungu bado aendelee kuwa Mungu wako. Hili ni jambo lisilowezekana. Hebu mtu mmoja anayenielewa aseme amen. Usimzoee Mungu kwa jambo lolote. Ikifika saa ya kusoma neno, tengeneza attention, discipline ya kiroho, kwamba sasa ninasoma neno la Mungu. Hili ni tofauti na gazeti, ni tofauti na kitabu cha hadithi cha riwaya, ni tofauti na vitu vingine, maana huyu ni Mungu. Wala useme amen. Sasa ninaenda kwenye maombi. Tengeneza seriousness kwamba hii ni saa ya maombi. Mungu anataka watu ambao wako serious, sio watu wanaokuja kwa utani, kwa mazoea. Ukifika wakati ambapo unasikiliza neno, sikiliza neno vizuri. Hata mazoea, kwa mazoea yale sasa hivi hata mtu asikuja kanisani haoni shida. Kwa mazoea yale nikiuliza nani aliyesoma Biblia mara ya mwisho hapa, kuna mwingine ana miezi 6 hajawahi kusoma Biblia. Ni mchungaji tu alikusomea. Kwa mazoea yale wako watu ambao sasa hivi hawana hata hofu ya kukaa mbali na dhambi. Hawana ile hofu ya Mungu imewatoka. Maana mazoea yanaondoa hofu ya Mungu ndani yako. Kataa kumzoea Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama alikuwa ni mtu aliyezoea mume wake, ningekuambia kinachofuata kama vile mume hajaokoka na alikuwa mwepesi ya kupatia kibao, utashuhudiwa na kibao. Unapigwa ngeu unakwenda kwenu. Ukikaa wiki moja ndio kumbe itabidi mzoro unajiseti upya. Sasa huku kwa Mungu mimi ndio kibao chako. Hili ndio liwe kibao chako. Acha kumzoea Mungu. Zoea mume wako, na hata hiyo ni hatari sana. Zoea vitu vingine. Uwe na adabu unapokuwa mbele za Bwana. Na akisimama mchungaji hapa akasema Bwana amesema, amini kwamba Bwana amesema. Akisema hili ni neno la Bwana, lipokee kama neno la Bwana. Jamani, haleluya. Kama vile Mungu anasema kwa namna ya kawaida kabisa. Mtu anayeelewa aseme amen. Kawaida anasema leo nimesikia maombi yako. Kesho uende mahali fulani ukafanya kitu fulani nitakubariki. Kama baba Tina hapa baba Deus hapa mshajenga ile tabia ya kumzoea Mungu, anaona ni tendo watu wanaongea. Sio mtu anayeelewa. Maana ukishajenga tabia ya kumzoea Mungu, hata thamani ya mchungaji hautaiona. Hata thamani ya nabii hautaiona. Hata thamani ya Israeli hautaiona. Hebu mtu anayeelewa aseme amen. Lakini wakisimama kama wewe si mtu wa kuzoea, akisimama mchungaji akisema fanyeni hiki, wote mnaenda kule. Na kwa sababu Mungu anaona kutii kwako na hofu ya Mungu iliyoko ndani yako,
na kutetemeka kwenu. Nataka nikuambie, atapaka mafuta yale maneno na yataleta matokeo katika jina la Yesu Kristo. Huyo Pentekoste inaendana na kumaanisha mambo ya Mungu. Hautaki mazoea. Ndio nikikuta Pentekoste wa kweli anaomba, anaongea na Mungu kama anamuona live. Mtu anayenielewa aseme amen. Baba, si Mungu unajua. Na rafiki yangu kule Arusha wakati tunasoma certificate miaka ya 94, alikuwa anaitwa Lota Lukumani. Anachukua kiti anakiweka hapa. Baba yule anapiga magoti, anamwambia Mungu kaa. Hapa Mungu ongee. Mungu siliuliza ili kusikia Mungu kasema hivi. Sasa Mungu tena Lota hata la msingi kama alifika. Lakini nikikwambia maisha yake leo, hautaamini ninachokuambia. Maana alifuta tabia ya kumzoea Mungu. Anajua Mungu ni kweli yupo. Neno likisema ni kweli. Neno likihubiriwa ni kweli. Ukiendekeza mazoea, hata ungehubiri ndani hapa, itaingia huku itatotoa jamani. Huku mtu anayenielewa aseme amen. Alafu ili ujisaidie katika uasi wako, utatengeneza concept ya kusema hili kanisa halina upako. Kanisa halijawahi kuwa na upako. Hizi nguzo hazina upako. Upako unakaaga ndani ya mtu. Wewe ndio una upako, mgonjwa ni wewe. Hivyo hivyo kama ilivyo. Ukitaka Mungu akutokee, tengeneza hali, tengeneza seriousness, tengeneza nidhamu ya kimungu. Kwamba mambo ya Mungu ya tofautishe na mambo ya kibinadamu, tofautishe na mambo ya kisiasa. Usipende kuwa mtu wa kuchanganya mambo. Mazoea ni pepo na limeua watu wengi. Vijana wengi wamerudi duniani, mabinti wengi wameanguka kwenye dhambi, watu wengi wamechelewa kubarikiwa kwa sababu ukisha mzoea Mungu, Mungu naye anakupotezea. Utabaki hapo mpaka utachina. Kataa mazoea. Hebu sema haya maneno. Kataa mazoea. Ndio sema. Najua watu kuwa wako tumoshi, lakini itakusaidia. Sema basi amen. Amen. Na hii tutasoma Mathayo sura ya 24 Ufunuo wa Yohana sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 5. Kama mtu mmoja asome kwa haraka tuondoke pale. Soma basi haraka. Leo nataka nisukume tu mahali fulani. Nisaidie kwa kuniokolea Mungu. Naweza nikasoma mimi, lakini naomba tafadhali nisihubiri mwenyewe. Hakuna aliyefika Kwa malaika wa kanisa aliyoko Efeso andika. Haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini na neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nakiondoa kidole chako katika mahali pake, usife. Jamani, haleluya. Bwana Yesu kupitia Yohana ameandikia hili kanisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa lenyewe linaitwa kanisa la Efeso. Si kama kanisa hapa la chuo cha Biblia. Hebu mtu anayeelewa aseme amen. Na ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3, anawajazia masifa. Hao watu walikuwa wana viwango vya juu sana vya kiroho. Na yajua matendo yako, ya kuwa una 1, 2, 3, 4. Hayo matendo nitafuta watu wenye nao leo, yale ambao walikuwa nao watu wa Efeso, utawapata wachache. Kwenye mstari wa 4 anasema, lakini nina neno moja juu yako. Neno moja. Hebu sema neno moja. Anamwambia umeuacha upendo wako wa kwanza. Akienda kwenye sura ya 5 anamwambia kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu. Version nyingine anasema ukatengeneze. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Yule ndugu Efeso, wale ndugu wa Efeso wangeweza wakadharau maana upendo wa kwanza tu. Ule upendo wa kwanza unapoteaje? Mazoea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo, kuna namna ulikuwa wakati ulipokuwa unaokoka. Kuna namna seriousness ulikuwa nayo wakati unaokoka. Ila kwa sababu umekuwa mzoefu kwenye uokovu sasa, tayari vile vitu havipo tena ndani yako. Na ili uwe salama, ili upone,
pambana urudi kwenye ile nguvu uliokuwa nayo awali katika jina la Yesu. Jamani, haleluya. Kuna watu walikuwa wanaomba masaa mawili, masaa matatu, wakiingia magotini, yaani utapenda. Leo hata dakika 15 hawana tena za kuomba, eti wanasema wana mambo yao. Ndugu yangu mpenzi, rafiki, nisikilize, tunapoadhimisha ili wiki la Pasaka, huko unapoelekea unameguka taratibu taratibu. Mazoea ni mabaya, yanaua, na utakufa ukiwa umesimama, maana hutajua kama umekufa. Kama kuna kitu kibaya, kifo kibaya cha kiroho, silence killer, silence spiritual killer katika ulimwengu wa roho, ni kitu kinachoitwa nini jamani? Mazoea. Kataa mazoea, tengeneza discipline ya kiroho. Mambo yako yana Mungu yawe kipaumbele namba moja, kwa nguvu ile ile uliokuwa nayo wakati unaokoka. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuombe hapo, nikuonyeshe kitu kingine cha pili, na kingine kinaitwa cha pili kinaitwa ni ongezeko la walimu wa uongo. Hapa nitazungumza kidogo Mathayo 24:11. Mtu mmoja asome kwa haraka haraka ili nizungumze kidogo pale. Ongezeko la walimu wa uongo ni changamoto nyingine inayokabili Pentekoste wa siku za leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, twende soma. Hakuna wewe. Tena habari njema wapate kuhubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ufufuo wa mataifa yote hapo na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Haya, jamani, tuseme na manabii wengi wa uongo watatokea, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Sasa naomba unipe usikivu kuliko mahali pengine popote. Moja ya mambo yanayotukabili kama changamoto kwenye imani ya Kipentekoste ni kitu kinachoitwa ongezeko la walimu wa uongo, au kipenda unaweza ukaita ongezeko la manabii wa uongo. Miaka ya nyuma Wapentekoste walikuwa ni wachache na dini za Kipentekoste zilikuwa chache sana. Nimeshakwambia kuokoka ilikuwa ni kama aibu. Mshanielewa jamani? Kwa hiyo makanisa ya Pentekoste ambayo kiataja utakuta kuna FPCT ilikuwa na jina lake, UMT ilikuwa inaitwa. Mshanielewa jamani? Na kuna TAG. Hata EAG pia kuwepo walikuja baadaye. Jamani, unanielewa? Na mengine mawili matatu. Lakini wakati ule yale makanisa tu yenyewe yalikuwa yanawasiliana. Yaani ukienda mahali ambapo kuna TAG, una UMPT, unaweza ukasali na ukawa salama. Na hauwezi kukuta mchungaji wa UMPT anamrubuni Mkristo wa TAG aenda akasali kwake. Ukikutana na baba mchungaji nimeokoka na sali TAG, atakwambia mwanangu, wale ni wenzetu wa roho, sali hapo hapo na ubarikiwe. Walikuwa wanacheza mpira mmoja, ili mradi wote wameokoka na wanawapeleka watu mbinguni. Maana hapo kwenye ulokole kulikuwa na sadaka ya kueleweka. Kwa hiyo mtu aliyeitika wito aliitika ili amtumikie Mungu, na kulikuwa kuna sababu nyingine zaidi ya hiyo, katika jina la Yesu Kristo. Kwa kadiri kazi ya injili inavyoendelea kuhubiriwa, kanisa la Kikristo la Kipentekoste limeendelea kukua, na shetani amegundua kwa kweli, kwa uhakika hawezi akazuia tena ile nguvu ya Kristo inayookoa. Ongezeko la Pentekoste limekuwa ni kubwa kuliko maelezo. Sasa badala ya kupita hatua nje, ameamua kuingia huko ndani, atengeneze mvurugani huko ndani kwa ndani. Kwa hiyo adui mkubwa wa Pentekoste leo ni mtu anayejiita Pentekoste. Hebu sema hayo maneno. Adui mkubwa wa Pentekoste jamani ni nani? anayejiita Pentekoste. Bwana useme. Anayejiita Pentekoste. Bwana useme amina jamani. Kila mtu siku hizi anasema na mimi nimeokoka. Hata yule jamaa Shakahola anaokoka, anasema nimeokoka au aseme. Kiwendera anasema ni jamani. Sasa tuacha hao wabani wa Kenya na wa Uganda. Hapa Mwanza Sumariki anasema amefanyaje jamani? Bwana useme anasema amefanyaje? Asema yeye ni Katoliki. Asema yeye ni Muislamu. Anasema amefanyaje? Ameokoka. Kwa hiyo tuna watu waliojiingiza kwenye Pentekoste leo wenye nia ya uharibifu, mapandikizi kabisa ya shetani, lakini wamevaa vazi la uokovu. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Kilichoko ndani yao ni nia kabisa ya kuzimu. Wanajua
ni kuwachanganya walokole, maana waliona ukiongoka unapata sadaka, unakuwa tajiri. Na mimi ninashangaa walimu wale wanaohubiri kweli hawana mvuto, walimu feki wanaozuka ndio wanaopata mvuto. Yaani walokole wasikuzi kama sisi watu wa namna gani, wakidanganywa ndio wanasikia raha, wakiambiwa ukweli wanaona kama wanachoshwa. Hebu mkatae shetani mapema jamani, katika jina la Yesu. Uwepo wa walimu wa uongo ni maagizo yaliyotolewa na Yesu kabla hajaondoka. Akasema manabii wengi wa uongo, walimu wengi wa uongo, watumishi wa uongo watatokea duniani. Sasa wewe unatakiwa umjue mchungaji wako na nani ni nani, ili ushinde ile roho ya walimu wa uongo. Muulize mwenzako, unamjua mchungaji wako? Sema basi kwa sauti. Zamani ningetambua kwamba wewe unaweza kupokea mafundisho ya uongo kwa sababu sijakuona kanisani. Lakini leo mtu anaweza akawa hapa kanisani ila ana wachungaji kama 5 kama 6 hivi. Ana mchungaji wa Facebook, ana mchungaji wa TikTok, ana mchungaji wa Twitter, ana mchungaji rafiki yake pale mtaani anamtembeleaga, na ana mchungaji wa hapa kanisani. Kwa mchungaji anamueleza kitu sawa, mchungaji hariziki kila anachoelezwa na baba yake, anaenda kumuuliza tena mchungaji mwingine wa kule mtaani. Kama unakubali kuwa mtu wa Kristo na kama unaamini yule uliyenaye ni baba yako wa kiroho, sijifunze kutii. Niambie basi amina kama sijakukwaza. Amina. Kama mimi ni baba yako na nimekupa maelekezo ya kukuletea angalizo na kukusaidia, kwa nini nikupe maelezo ukamuulize baba mwingine? Mama na mume wake wanapanga mambo na mume wake, wakimaliza kupanga anakwenda kumuuliza mtu wa jirani, eti mume wangu ananiambia nifanye hivi na hivi, unaonaje? Kwa hiyo mtu usije adui anakuonea wivu kwenye ndoa yako, wewe unadhani atakushaurije? Ukitaka kupona uwe na Yesu wako mmoja. Mbona usemi amen? Uwe na kanisa lako unalolikubali, hili ndio kanisa langu. Sema basi amen. Uwe na mchungaji wako unayesema huyu ndiye nimemteua atakayekuwa baba yangu wa kiroho. Mimi siogopi kumwambia mtu, ikiwa umeona sikidhi viwango za aina ya mchungaji unayemtaka, toka katafute mchungaji mwingine. Maana ni hatari sana kuwa na mchungaji ambaye haumwamini hata kwa 1%. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Moja ya chanzo cha baraka zako na kukua kwako ni kuwa na baba unayemwamini. Huyu ni baba yangu wa kiroho, huyu baba yangu wa kiroho anatosha, na neno lake linaweza likabadilisha maisha yangu katika jina la Yesu. Unajua vitu vingi Mungu atasema na wewe mwenyewe, ila kuna vile vinavyopita kwa baba yako wa kiroho. Lakini baba yako wa kiroho hawezi akazuia muujiza wako, eti baba yako wa kiroho kwamba ana ujinga, kuna mahali amepungua. Maana ujinga wa baba wa kiroho utajazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Walimu wa uongo leo wamekuwa sababu ya kuwa na Wakristo wa ovyo ovyo kanisani wasioongozeka. Mtu mmoja ana wachungaji 7, ana wachungaji 9, na anaukubali ule uongo kuliko ule ukweli. Leo sisi tunasema hatuamini maji ya upako. Kuna watu hapa nyumbani kwao wana maji ya upako. Niseme nisiseme? Sema. Sinifukuze lakini yeye naongea. Kuna watu hapa wana chumvi za upako. Si ndio jamani? Kuna watu hapa tuzo kwa anaomba nauli akamtafute Mwamposa. Mwamposa atakusaidia nini? Hivyo umechanganyikiwa. Roho gani imekuharibu? Ni kwa sababu umejenga mazoea machafu ndani yako. Maana kila Mungu anachoweza kutenda, hata kama ni kufufua mfu, kitaweza kutokea hapa katika jina la Yesu. Na kisichowezekana hapa hakiwezekani popote. Kama kuna sababu inayozuia kisitokee, sio kwa sababu Mungu hayupo. Kuna mambo hayajakaa sawa katika jina la Yesu. Mungu si Mwamposa, wala Mungu si Kibwetere, wala Mungu si yote. Uzuri mmoja na maji mimi nampenda Mwamposa, sisemi kwa mbaya. Nafahamu Mwamposa personally. Mwamposa alikuwa anafanya kazi Moshi. Alikuwa mtu mzanafai pale KCMC. Kuna alikuwa mshirika wa maboya pale KCMC. Kwa hiyo akiibuka na muona, na tunachopenda Mwamposa na bidii katika kutekeleza kila ambacho anataka kutekeleza. Kwani bidii anayo. Na tunakubali, wasikubali pale tunaposikia ana bidii. Unajua siku kuna mchungaji ambaye mwaka mzima hana mkutano, hana semina, hana chochote, anangojea muujiza. Wewe muujiza unaojaje sasa? Mwamposa alikuwa pale kwenye mtaa wangu, nilikuwa mchungaji kwa soko kwa sikia msingi. Anawaambia watu, kesho nataka niombee watu wapate nywele. Njoni hapa, upako wa
anawaambia watu, nataka tuombe mwanamke na uchumi wake, maana anajua watu wengi wanaostruggle kwenye mitumba ni wanawake. Tunataka tuombee wanawake na uzao wao, maana unajua wanawake ndio wanaozaa. Anakuleteni sadaka, kinachotaka sio upako, ni pesa yako, na anakuja kwa sarakasi na swala mbalimbali. Huyu baba anayekupenda, ambaye pesa yako sio kipaumbele chake, pesa yako nani, roho yako ndio kipaumbele chake, unamuona hana upako. Nisikilize, jifunze kutulia ili uweze kuwakwepa wale walimu wa uongo. Muulize mwenzako, una kanisani kwako? Una kanisani kwako? Hautaki kumuuliza? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Utulivu utakusaidia ili uweze kukwepa hizo roho za uongo zinazotenda kazi. Namba 3, twende kwa haraka. Changamoto namba 3 ni upungufu wa mababa wa kiroho. Sasa hivi tuna upungufu mkubwa sana kwa wale watu wanaoitwa mababa wa kiroho. Watu wengi leo hawana mababa wa kiroho, na sio wakati mwingine hawana mababa wa kiroho kwa sababu hakuna watu walio tayari kuchukua jukumu la kuwa mababa wa kiroho. Na au kama sio hivyo, watu wamekata tamaa kukaa chini ya mababa wa kiroho. Nakueleza vizuri. Hebu nisomee Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na 6. Naomba nisomee watu washirika tusome. Jamani, Bwana asifiwe. Kama ni Biblia yako tu muone. Kama hakuna mshirika anayesoma basi tunaishia. Nyanyuka mtu mmoja soma. Tano na 6 soma haraka. Angalieni, nitawapelekea Elia nabii kabla hajaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba kuwaelekea watoto wao na mioyo ya watoto kuwaelekea baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Asante. Hebu tusome kwa sauti. Angalieni, nitawapelekea Elia nabii. Angalieni, nitawapelekea kabla haijaja ile siku ya Bwana, kabla haijaja ile siku ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. Namba 6, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Sasa kwa sababu nataka niondoke kile mahali fulani tuweze kuendelea na somo langu, napita kwa haraka haraka. Lakini kitabu cha Malaki kusoma katika zile sura za kwanza, kuna namna ambapo inaonyesha ya kwamba ile society wa waandikiwa wa kile kitabu cha Malaki walikuwa wameenda mbali na makusudi ya Mungu na mpango wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Malaki kuanzia tu mstari wa kwanza, anawaambia tokea siku za baba zenu. Mungu anawaeleza namna ambapo wale watu wamebaranganyika, wakaacha kwenda katika ule mwendo ambao Mungu alikuwa anataka waenende. Lakini uzuri, anaita wito, anawaambia mnirudie mimi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na anawapa utaratibu wa namna wanavyopaswa kumrudia. Moja ule utaratibu Mungu msaada anaoagiza kuwapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema atapeleka roho ya Elia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ile roho itafanya kazi fulani kubwa ya kugeuza mioyo ya wababa ambayo imeshaharibiwa, haina tena time na watoto, iwarejee watoto wao tena, ione thamani ya kuwa baba, na mioyo ya wababa ya watoto ione thamani ya kutafuta mwongozo kutoka kwa baba zao tena, katika jina la Yesu. Hebu anayeelewa jamani aseme amen. Leo hii katika kanisa la Pentekoste, mwanzoni kila mtu ambaye ungemuuliza alikuwa na mchungaji wake na anamwamini mchungaji wake na anampenda mchungaji wake, kama msikieni mchungaji. Kila mtu alikuwa na baba yake wa kiroho. Hebu sema kwa sauti, baba wa kiroho. Sasa muulize mwenzako, baba yako wa kiroho ni nani? Mbona unauliza kinyonge hivyo? Mbona unanivuta moyo hata kabla sijamaliza somo? Muulize mtu mmoja, baba yako wa kiroho ni nani? Baba yako wa kiroho ni nani? Mimi nimelelewa kiroho kwa miaka mingi sana na Askofu Manuel Lazaro. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nimeenda kwa Askofu Manuel Lazaro nikiwa nimevaa kaptula yangu ya shule, niko form 2.
shule ya Mawenzi sekondari. Na nilipomaliza shule ilikuwa natokea kijijini kwetu mbali sana kule Kibosho. Natembea kwa miguu mpaka kwa Lazaro. Uzuri nimefanya kazi na Lazaro zaidi ya miaka 6 nikiwa mchungaji, nikiwa mtu mzima. Kama coordinator wa mikutano yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni katika watu niliokuwa na muamini wakati Lazaro akiwa hai. Sio kwa sababu walikuwa askofu, kwa sababu ni baba yangu wa kiroho, ni Lazaro. Nina wachungaji wengi sana marafiki zangu. Wengine matajiri, wana magari mazuri. Mshanielewa? Wengine wamesoma, wana PhD na vitu mbalimbali. Lakini ninaliamini neno la baba yangu wa kiroho. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Katika siku zangu za kuwepo Misungu zile za kwanza, Misungu ni mahali pagumu kuliko maelezo. Nimewahi kutamani kukimbia zaidi ya mara 3 niondoke niende mahali pengine. Na nilikuwa nikifika mahali nimekwama, sasa sioni mbele. Napanda gari na Moshi. Naenda kumtafuta yule mzee. Sasa ukiwa mshirika wa mtu kama Lazaro, ndio siku hizo wanasema mchungaji fulani mkali, mchungaji fulani mkali. Ninyi mjaribu kukaa na wachungaji wakali. Lazaro alikuwa ni mchungaji mbabe. Maana yake hakikubembeleza. Unaweza kwenda kutafuta faraja na kuongezea msumari. Umeshanielewa? Siku moja aliwahi kunipa, akanisema, nilienda hapo ofisini kwake na pikipiki. Nikachanganyikiwa nikaondoka nikaiacha pikipiki na gari. Nilienda umbali zaidi kilomita 2 nikakaa mahali na tafakari. Hivi nini kimenipeleka kwa yule mzee? Lakini Roho Mtakatifu anasema ndani yangu, heshimu mafuta. Hata kama unaona huyu mtu hafai, lakini heshimu nini? Mafuta yale aliyofanya kwa baba yako ni ya kuheshimika sana. Nikakaa pale nikatulia, baada ya kumbe nilikuwa na pikipiki. Nikarudi kukuta mtoto wake. Maana zamani mimi nilikuwa nafanya kazi na Lazaro kama mtumishi kwenye huduma yake. Sasa ndio yule mtoto wake ambaye alikuwa meneja wa mkutano yake. Alipoona na yule mzee aliponipiga viboko. Alafu akaondoka yule kijana, ni sio kijana, ni mkubwa wangu. Akabaki pale na ile pikipiki yake. Alafu akaniambia, Temba Muigiza hiyo vizuri. Mchukulie tu baba yako. Mshanielewa? Lakini baba achukulie. Maana baba akose yake. Hata mwenzangu baba akose yake. Nikasema sitarudi tena hapo kumzana kama na shida gani. Baada ya mwezi mmoja nasikia kitu kinaniita tena, ndio nikamtafuta. Nikaongea naye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nikalipa nauli, nikatoka Misungu. Nikaenda mpaka pale nyumbani, ofisini kwake. Nikamuuliza tena jambo ambalo nilikuwa kwanza sikumuuliza siku hiyo. Nilikuwa namtema, ulikuwa wapi? Mbona umekaa pale hivi? Njoo mwanangu. Akavuta draw. Akasema nataka nikwambie neno la Bwana. Na akafungua yale maneno. Yale maneno alikuwa anaongea kama yanatoka kama mabonge ya moto. Na anazungumza yale mambo yangu. Kama mtu kama unanielewa kusema naye. Sema Mungu ameiona taabu yako. Nakumbuka andiko lile nilisoma na waomba sisi nikakwambia nikaje kwa la kwako. Hilo ni acheni la kwangu. Sitakaa nikutupe. Lakini kutokea kwenye yale maneno nilirudi nikawa mtu mwingine na picha nyingine katika jina la Yesu Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka akaongea. Siku hiyo akachomoa draw. Akanipa shilingi 20,000 ya shilingi 2,000. Kile natoka zile mafuta kanabidi mmoja kanambia, mwanangu sijala. Nikachukua zile hela nikamwambia, maana zile hela zilikuwa na thamani kwangu. Yale maneno yalikuwa yamenitosha zaidi ya utajiri katika jina la Yesu. Ndani ya moyo, ndani ya kinywa cha baba yako wa kiroho kuna muujiza wako. Hebu anayeelewa aseme amen. Kuna mambo ambayo hautakaa uyapate kama hauko sawa na baba yako wa kiroho. Watu wenye akili zamani tulifundishwa, jenga mazingira ya kujua nyumbani kwa mchungaji wako. Tembelea nyumbani kwa mchungaji wako. Na unajua jamani, wanasemaga Waswahili hadithi, penye udhia penyeza nini wapendwa? Pia usiende nyumbani kwa mchungaji wako mikono mitupu. Nenda na kitu ili umlazimishe afikirie, hata kama alikuwa hana mpango wa kufikiria. Kuna wachungaji ambao hawahitaji chochote ili wafikirie, lakini kuna mwingine unaenda na kitu. Hata Sauli alipoenda kwa Samueli hakuenda mikono mitupu. Kwa taarifa yako, ni vile tu hujasoma sawa sawa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kwenda nyumbani kwa mchungaji wako na sukari. Jifunze kwenda nyumbani kwa mchungaji wako na kashati kazuri. Jifunze kwenda nyumbani kwa mchungaji wako na kabahasha. Hebu mtu anayeelewa aseme amen. Unalazimisha yule mchungaji muda wako utumike extra kukuwazia wewe, kuuliza Mungu habari zako, na kwa sababu wanauliza akizijua na wewe ni rafiki yake na anajua umempa nafasi kwenye moyo wake, hata kaa kuweke mbali. Hata Mungu akimtokea muulize, nani unayetaka
aende mbinguni sasa hivi akawahi siku pale mbele, atakutaja wewe, maana ndio ambao umekaa pale juu kwenye moyo wake katika jina la Yesu. Lakini mtu ana miaka 6 hapa kanisani, wala mchungaji aliji na laki anajua tu yule mama anayekaanga pale, maana wachungaji tukikaa hapo tunaweza tukawasoma watu kwa kutumia macho kwa kuwakariri, lakini wanapokuwa watu zaidi ya 100 mia ngapi, wewe kukariri majina yao yote, ipendekeze wakati mwingine nasaidia katika jina la Yesu Kristo. Leo hii kuna mijadala ya washirika, eti nitoe zaka nisitoe zaka. Nitoa zaka, wachungaji wananunua magari, wachungaji wanaota vitabu. Nataka tununue nini? Mshirika mwenye akili nzuri ambaye hajachanganyikiwa kiroho, mchungaji wake akipendeza anafurahia. Mchungaji wake akiwa na magari mazuri ndio anasema yule mchungaji wangu. Hivi nikuulize tu swali, rafiki yangu, funga basi namna hii, kwani kumeshakuwa na ubaya? Funga hivi, sema amina. Amina. Nikuulize swali, hivi leo mimi nikawa nimekaa ovyo ovyo hapo, nimevaa maviraka, umeshanielewa, nguo zile za kuchangamkia kwenye mpunga, alafu kanikuta mahali nimesimama napiga story. Watu unaweza kusema wewe ni mchungaji wangu, unaweza kusema wewe ni mchungaji wangu. Tena kama unaweza kubadilisha hiyo, utabadilisha. Na ukikutana na mtu asema huyu mzee namfahamu, lakini unakuta mahali nimevaa vizuri, mnapendeza, unajua wewe kusema huyu ni nani? Jamani, ni mchungaji wangu. Na mchungaji wako anapendezaje? Kwa sababu wewe ndio unayepaswa kumpendezesha mchungaji wako katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ugumu wa maisha, leo watu wanajadili kutoa zaka au kutokutoa zaka, wakati tukubaliana kwamba hilo ni kibibilia. Jamani, zaka hiyo mpaka msikitini, mbona tuseme amen? Zaka hiyo mpaka Katoliki, kila tunapotembelea zaka utaikuta. Na zaka ni mali ya Mungu, wala tusishindane, tusiende huko, alizungumzia baadaye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na baba yako ni wa thamani kuliko zaka yako. Mimi nasema kuna watu wanaojua umuhimu wa baba. Hebu sema umuhimu wa baba. Kuna watu hawajui hadi baba yake anakula nini, hadi baba yake anafanya nini, na anafanya hata kwa usubizi kusema wachungaji wao vibaya, shindwa kabisa. Unasifia hadithi kutoka kwenye makanisa mengine hata usiwajua, watu ambao hata hawajamaliza kuokoka, mchungaji wako unamponda. Na PhD samahani kwa mchungaji, tuna huu ugonjwa sana wachungaji, ingia tu kusema vizuri wachungaji wetu, samahani, lakini kama tutawakwaza, mimi sikatali kitu kijinga wala sipokee kijinga. Nafikiri mara 2 mara 3 EAGT ile inaitwa EAGT, wanajua sana kuwaelewa wachungaji wao kuliko wateja. Samahani jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wachungaji wa EAGT wa shamba kabisa, ni walikuwa wajinga. Hata ukimsikiliza hata kitu kinakaa kichwani, hata kwa hiyo human sense hakuna kitu. Lakini sikiliza wachungaji wao wanaosema yule baba Mungu anamtumia. Ushanielewa? Yule mchungaji wetu ni mchungaji mzuri. Kama mchungaji kana pakua, au unatamani kwa sali yako. Ukifika ngoma, hamna chochote. Lakini umepelekwa na sifa ulizoambiwa na mshirika wa yule mtu. Hebu muulize mtu leo, wewe unaweza kusema mchungaji wako vibaya vizuri kwa watu wanadamu. Pale ofisini kwako, baba tuna mchungaji wetu akiongea napokea. Na ni wewe unapokea. Kwani ulikuwaga hivyo? Kwani ulikuwaga hivyo wewe? Tulikuwa unaua kila wiki. Si Mungu amekuona mtangu ulipookoka kwa hapa kanisani. Bado usizungumze mtu vizuri. Kuna watu wanapokea bila makosa hana chochote. Ameleta timu, wengine wanalipa wale wao. Kuwaongea vizuri, sisi hatuna haja kulipa. Ama kuna vitu vinavyofanyika kwa ajili yako. Nifunze kumsema baba yako vizuri. Upambe mbele za watu, ili watu watamani kufika nyumbani kwa Bwana. Na wakifika wakiwa na matarajio, wana ajenda ya kupokea. Hakuna hata mmoja atakayetoka hapo bila kupokea. Watakapotoka, watatoka wakiwa wametendewa na hawataondoka hapa tena katika jina la Yesu. Jamani, Yesu alikuwa anasemwaga na wanafunzi wake vizuri. Hiyo ni moja ya nguvu iliyomwinua Yesu. Hebu mtu mmoja aseme amina. Na Nathanaeli alipeleka jamaa yake, hivi Nathanaeli siwe. Alipeleka jamaa yake kwa Yesu na akaenda akasema, nimeona zaidi ya ulivyoniambia. Yaani nilivyoelezwa huyu mwanaume ni zaidi. Kumbe yule aliyepeleka jamaa yake alikuwa hajaona sawa sawa. Yule akamwambia na hiki nimeona. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unaposema mchungaji wako vizuri, unawasaidia watu. Waganga wa kienyeji wanatengeneza watu wa
mambo fulani wasimamani, anaweza kusaidia kitu fulani. Zamani nilikuwa na walimu na wakashi, siku hizi baadhi watu wengi. Sema baba yako vizuri, sema Yesu vizuri. Kwa kusema mtu vizuri unamshawishi yeye akatafuta maombi yako. Kwani ile kutafuta maombi wewe unapokuwa ni nini? Yale maombi yataisha na utalifanya kanisa likue kwa jina la Yesu. Narudia tena kusema kutokuwepo na watu ambao wana baba wa kiroho specific ni sababu ya ulegelege wa Upentekoste wa siku za leo. Niambie basi amen. Na kama tutatengeneza uhusiano wa kutosha na Wapentekoste wa siku za leo, na baba wa kiroho wa siku za leo, Upentekoste unaendelea kumongoka. Maana wachungaji wenye akili wanahama, wakiona hapo kwanza wamekaa kwa Dar es Salaam zikiwashinda, wataanza kurudi kwenye kazi nyingine wakatafute maisha. Mimi nikutie moyo, pende baba yako wa kiroho. Uwe na baba yako wa kiroho, pende, mtambue, mtambulishe, na ile itakujenga wewe katika jina la Yesu Kristo. Mtu anayeelewa jamani aseme basi amen. Tena nimalizie kitu fulani ili niendelee mbele. Habari nyingine, changamoto nyingine inayotupambana na sisi, utasoma kwa wakati wako Mathayo 24 kama sijarekodi kubaya pale 14, Mathayo 24:14 ni roho zinazodanganya, kwamba sasa hivi uongo umekuwa ni mwingi sana kutokana na kuongezeka kwa zile imani za uongo, zile imani za kudanganya. Hii nimeshazungumza pale mwanzo kwamba sasa hivi watu wanaofundisha maandiko, maneno yanayofundishwa ni mengi kuliko watu wanaopambana kunyoosha ukweli. Na watu wenye hizi roho zinazodanganya, kwa bahati mbaya, ndio wenye nguvu ya kununua vipindi vya TV. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wana uwezo wa kununua muda kwenye TV, wana uwezo wa kumiliki makamera makubwa, wana uwezo wa kutangaza kuliko wale watu wa kawaida, wale ambao Mungu amewaweka na wanaitenda kazi ya Bwana bila fitina. Wapendwa, nataka nizungumze na mtu mmoja aliyeko hapa anayenielewa. Zama za Upentekoste za sasa hivi zinahitaji mtu anayejisimamia yeye kama yeye. Hebu sema mimi kama mimi. Sema uimara wa uokovu wangu ni wajibu wangu. Sema ninawajibika kuhakikisha ya kwamba kile Bwana alichokiweka ndani yangu kiko salama. Sema nikifa ni mimi nimetaka. Sema nikifa kiroho ni mimi nimetaka. Na sina wa kumlaumu. Na nielewa jamani, kiongozi anakupa instruction, lakini wewe ni muda wako kusimama na kutendea kazi kile unachopewa katika jina la Yesu Kristo. Na Upentekoste uko kwenye changamoto kweli kweli. Na wakati huu Mungu anawatafuta watu wanaosimama kwa imara ili wasimame pale wanapotakiwa kusimama katika jina la Yesu Kristo. Haleluya mpaka hapo. Amina. Umenielewa jamani? Kama una swali taruhusu kuanzia kesho. Sasa hivi saa inayo na mimi naomba nikupe dakika chache tena na leo. Naomba nikupe na leo dakika chache. Asante samahani. Niruhusu kama nikupe leo. Asante. Okay. So, nilisema tutajifunza mambo ya muhimu zaidi kwa Mkristo Pentekoste. Na hapo mpaka hapo nilikofikia bado nilikuwa nataka niweke msingi ili tuweze kutembea sasa pamoja. Kwa ili kuwa na Upentekoste ulio imara, ili kushinda hila zinazomonyoa Upentekoste wa siku za leo, kuna nguzo kama 5 kama sio 6 ambazo lazima ziwe ndani yako na ziwe imara. Niambia basi jamani amen. Amen. Najua kila kitu kina vitu vya muhimu zaidi. Vitu vyote ni vya muhimu, lakini kuna vya muhimu zaidi. Kuna kiungo ambacho tutaweka kwenye mwili wako hauwezi kuishi. Ila kuna kiungo ambacho ukikosa unaweza ukaishi. Mbona useme amen? Unaweza wakati wa mkono bado ukaishi. Si ndio wapendwa? Unaweza ukaumia jicho likatolewa bado ukaishi. Lakini ukitolewa moyo huwezi kuishi. Haleluya. Ukitolewa utumbo, ukatolewa utumbo wako, sidhani kama unaweza ukaishi. Kuna vitu vya muhimu zaidi, hivyo vinapaswa kulindwa na kuangaliwa sana. Na hata kwenye imani, ziko vitu ambavyo vikikosekana, hata ungeolewa na maaskofu wote Tanzania, hata ungefanywaje, lazima ukonapsi, ukonapsi. Kama hivi ni vitu vinavyohitaji macho ya haraka yafanye kazi kwako kuhakikisha vinakuwepo katika jina la Yesu. Kimoja ni
nitakizungumza mwisho kabisa siku ya Jumapili, lakini kuna vitano ambavyo tutakizungumza kabla ya Jumamosi, kipindi cha mwisho, kwa saa ya mwisho ya kipindi Jumamosi, katika jina la Yesu. Jambo la kwanza, kila Mkristo aliyeokoka, kila Mkristo aliyeokoka anahitaji kuwa na ushirika. Tanazungumza kwa kufafanua baadaye, nataja tu kwanza ushirika. Jambo la pili, kila Mkristo aliyeokoka anatakiwa alifahamu neno la Mungu. Ule ufahamu wa neno unajenga uzima wako, unafanya wokovu wako uendelee kuwa fresh katika jina la Yesu. Tutakapoanza kuyaongea nitayafafanua sawasawa. Jambo lingine, kila mtu aliyeokoka anatakiwa kustawisha ndani yake roho ya maombi na maombezi. Yaani maombi na maombezi sio option, ni jambo la lazima sana ambalo wewe kama mtu uliokoka lazima uwe nalo. Niambia basi amina kama sijakuacha. Jambo lingine, kila mtu aliyeokoka ambaye yuko kanisani lazima ujifunze kumtolea Bwana. Kutoa ni moja ya hizo nguzo tano ambazo nataka niende nikazizungumze, kwamba ile roho ya kutoa ikifa, wewe huwezi kuendelea kuwa salama kama mtu wa roho. Na hiki ndio kile kitu ambacho watu wengi hawakipendi, na shetani anajua ukiimarisha hiki utaenda kwa kasi mbele, ndio maana anakishambulia. Na mwisho ambacho nitakizungumza, nimeshamaliza ya mwisho, kila mtu aliyeokoka lazima ndani yake ajenge roho ya ushuhuda. Hebu sema roho ya ushuhuda. Mbona tuseme sasa roho ya ushuhuda? Sema basi kwa sauti, roho ya ushuhuda. Sema basi kwa sauti, roho ya ushuhuda. Nimesema mambo mangapi jamani? Mangapi mapendwa? La kwanza, ya pili, rudia tena, Fahamu neno la Mungu. namba 3, namba 4, namba 5. Ukiwa na mambo haya na ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu, alafu kama mtu wa kawaida, njoo nipige mawe niambie wewe ni Mungu. Hebu sema basi amen. Ukiyastawisha hayo mambo ndani yako, ukajenga consistency, muendelezo wa kuishi katika hayo mambo, hata ndani ya mwaka mmoja tu, nisikilize, utapita mahali ambapo watu wengine walikwama. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Milango iliyojaribiwa kufunguliwa na watu wengine kashirikana, wako itafunguka na utapita, na wataulizana amewezaje kupita katika haya mambo matano. Iko siri ya hatima yako. Yaani wewe si wa hivyo ulivyo. Hebu jiangalie, sema mimi si wa hivi nilivyo. Kuna namna shetani amekutenda kijanja. Sema basi, Kuna namna shetani amekuteka kijanja. sema mimi si wa hivi nilivyo. Kuna namna shetani ananitenda kijanja. Kuna namna shetani amekuteka Na wiki hii